ya pepo. Walikuwa na amri juu ya wachawi, wala wachawi hawakufanikiwa chochote. Hakuishi hapo, anawaambia tena hapo maelekezo, lakini msitoke Yerusalemu, ngojeni kwanza mpaka mtakapopokea ahadi kutoka kwa Baba. Maana nimemwomba Baba naye apate kuwaletea msaidizi, naye si mwingine bali ni Roho Mtakatifu ambaye atakuwa pamoja nanyi. Rapatetaya. Hawa watu hawa wakasubiri ilipotimia siku ya Pentekoste, wanapokea ujazo, wanapokea nguvu, wanakamata moto. Wanapoingia kwenye miji, wanapoingia kwenye vijiji, wachawi wanasalenda, waganga wanasalenda, maana moto wa Bwana huko, maana nguvu ya Bwana ipo, maana uweza wa Bwana upo. Wachawi walisalenda, wengine wakapisha njia, wakasema bwana mdogo, sisi hatuna haja na wewe, umetupiga kwenye mahali penyewe, sisi tunasalenda. Wakasalimu amri, wakatangaza kuacha uganga, kuacha uchawi, kuacha ushirikina. Walioleta jeuri wakakutana na moto ukawapiga, mauti kawakuta, wakatangaza matanga, wakazikwa. Wakasema yule mchawi, yule kiboko amekufa. Kufaje? Salileta jeuri mbele ya Yesu. Alichokutana nacho ni moto. Yesu ni moto. Natangaza hapa, Yesu ni moto. Ninazungumza hapa kwamba Yesu ni moto, ni moto lao. Na huyo ndiye Mungu wetu tuliye naye sisi hapa, na hiyo ndio Mungu wetu anayetupa nguvu na ujasiri wa kusimama hapa. Hata tunaweza kumkanyaga shetani na malaika zake na kila vifungo vikaachia, maana tuliyembeba ni moto lao. Haleluya. Nataka nikwambie mpendwa, uliyeko mahali hapa, nisikilize kwa makini kabisa hapa. Ujumbe wangu ni ule. Usiache, usitupe mada inasema Yesu anaweza mambo yote. Sasa unaponisikiliza, kaa kwa makini, tulia, sikiliza vizuri kabisa, maana ni habari njema za Yesu Kristo zinazozungumza kwamba Yesu anaweza mambo yote. Bado siwasikii. Anaweza mambo yote. Bado. Yesu Kristo anaweza mambo yote. Vyote kilichoshindikana, ambacho kina miaka mingi hakijapata lakini kwa Yesu kinapata jibu. Wako watu ambao wamezunguka huku na kule, wametafuta msaada huku na kule, wakaishia kuwa maskini, wakaishia kufilisiwa tu fedha zao. Wengine wakaenda kwa waganga, eti wakatupa hela eti kwamba wapate kusaidiwa. Yamkini wako watu wa namna hiyo jioni ya leo. Wako watu wenye matatizo namna hiyo jioni ya leo. Wako watu wenye shida namna hiyo jioni ya leo. Habari njema ni kwamba huyu Yesu tunayemhubiri hapa na tuliyemleta hapa na aliyetupa agizo la Injili, aliyetutuma tuje, habari njema ni kwamba huyu Yesu huyu Mnazareti, huyu Mgalilaya, huyu anaweza mambo yote. Sasa turudi sasa kwenye yale maandiko ambayo nilikuwa nimekusomea hapa. Marko sura ya 5 mstari wa 1 mpaka ule mstari wa 13. Hapo tunamwona Yesu Kristo akiwa na wanafunzi wake, kina Petro, kina Yohana, kina Andrea, kina Filipo,
kina Matayo, kina Tomaso yuko nao pale, kina wale Yuda wa Yakobo, kuna Yuda Iskarioti, yote ako nao, anatembea nao, anatembea. Yesu alikuwa ni mtu wa harakati, yani vijijini na mijini, mara leo yuko huku, mara leo yuko Yeriko, utamkuta kashaibukia kule Kapernaum. Zimeenda siku tu, unamkuta tena yuko wapi? Yuko kule Galilaya, anachapa injili. Halafu ndani yake yeye aliyasoma maandiko fulani hivi. Nayapenda sana haya maandiko kuyasoma, na ninapenda sana kuyazungumza. Wakati Yesu kwa mara ya kwanza anaingia katika hekalu, kwa mara ya kwanza anapewa kuhubiri ndani ya hekalu, kwa mara ya kwanza kabisa anafungua chuo cha nabii Isaya, akatafuta mahali palipoandikwa maneno haya: Roho wa Bwana yu juu yangu, kwani amenitia mafuta nipate kuhubiri maskini habari njema, nipate kuhubiri wanyenyekevu, kutangaza mwaka uliokubalika, wafungwa kupata kufunguliwa kwao, kuachiwa huru kwa walioteswa, waliao viliokunyamazishwa, walio mateka kuwekwa huru, maana Roho wa Bwana amenipaka mafuta, na ninatangaza mwaka wa Bwana ambao umekubaliwa, ambao vilio vya aina yoyote, mateso ya aina yoyote, shida ya aina yoyote, magonjwa ya aina yoyote, kuondoka na kufutika na kukanyagwa na hao watesi. Maana wako watu wanaitwa watesi wa wanadamu. Hao kazi yao ni kutesa wanadamu, na si wengine. Wako waganga hao waganga kazi yao ni kuwadanganya watu na kuwapa dawa, eti chukua hii itakusaidia, halafu leta hapo. Hakuna siku moja utasikia wanakuambia kaniletee matembele. Watakwambia tu leta mbuzi mosi, leta kuku mweupe, leta. Utaacha laki mbili hapo, utaacha laki mbili. Halafu wakati unaingia pale wanakuambia geuka, ingia kinyume. Wanakuambia hivyo, na wewe kwa kutokujua, kumbe ndo naabudu limungu lake, yaani naabudu mashetani. Kwa sababu mganga anatumiwa na pepo la utamuzi. Wasukuma tunaita masamba, yaani hakuna mganga asiyekuwa na masamba. Waganga wana pepo ndani yao. Amina. Kwa hiyo hao shetani, kwa sababu shetani kazi yake ni kufunga watu, kazi yake ni kuonea watu, anaitwa mtesaji wa wanadamu, ambao kwa wale hasa kwa wale ambao hawana Yesu, yani wale ambao hawana Yesu huwa wanahangaika sana mpaka tunawaoneaga huruma, ambao unakuta hawana Yesu ndani. Halafu kuna mtu mwingine anajiona mjanja sana, anasema kwamba habari za kusalisali mimi, habari za Yesu anayemhubiri Yesu ndo nani, wajifanya wababe sana. Utamkuta huyo anatamba mtaani, na wengine kwa sababu ya fedha zao, kwa sababu ya mali yao, utakuta anatamba. Na mkumbuka mtu mmoja alikuwa anatamba, anasema habari za kuokoka Yesu ndo nani. Yani alikuwa na jeuri kiburi hivi nini. Lakini huyu mtu alikutana na wachawi, wakampiga papaya. Tukasema kwamba shauri yake alikataa Yesu anayelinda watu, Yesu anayeokoa, akakutana na wapaya. Komesha ya wachawi ni Yesu Kristo. Komesha ya waganga ni Yesu Kristo. Ukiwa na Yesu utapanda kwa mganga hata siku hii. Vinginevyo na wewe tu ujichanganye ujinga kaingia ndani yako, unajikuta unashawishika, unaenda kwa waganga. Lakini Yesu Kristo ndiye mganga mkuu, mganga wa waganga. Akikuganga yeye, mateso yameisha kabisa. Akikuganga yeye, shida zinaisha kabisa. Akikuganga yeye, mateso yanaisha kabisa. Haleluya, haleluya, haleluya. Na hapa ninatangaza hapa, kama wapo watu ambao kazi
kazi yao ni kuonea wengine, kazi yao ni kuteka wengine, wanaleta magonjwa. Na hapa sawa, mara nyingi hawa huwa ni wachawi hawa. Kazi yao ni kutesa, kuonea wengine. Utashangaa mtu amekufa, nasema amekufa ndugu yetu, amekufa, ameenda, mnazika na kuzika. Kama atakuja padri sawa, au mchungaji sawa, au shehe atakuja, wataanza kusema Mungu alitoa na sasa ametoa, jina la Mungu libarikiwe. Wengine watasema tuilaze roho ya marehemu mahali pema peponi, na watu wataitikia amina, halafu watazika. Na wengine watasema kwamba Mungu ampunguzie adhabu ya kaburi, watanyunyiza na maji pale, ili kwamba marehemu akiona kiu huko juu, haya maji tunaomimina hapa kwenye kaburi, basi atakunywa. Watafanya hivyo, halafu eti wataenda, halafu watasema eti kwamba sasa tumeshamlaza marehemu wetu, apumzike kwa amani. Wataondoka. Mnasema mmezika, kumbe alikutana wajinga fulani hivi ambao utakuta mtaani wana kiburi na wanajeuri, wanatamba mtaani kwa sababu wanajua wao ni wachawi. Kwa hiyo ukileta jeuri tu wanakutafutia engo na ukamata. Kwa hiyo mnazika mtu hajafa, wamemchukua wameweka unakojua, wanaficha. Uchawi mazingala ombwe, tunaita mazingala ombwe, yani kujificha. Wanakufanyia kitu cha kujificha ficha, wanakuficha. Wanaweza wakaua hata mtu, wakamficha, mkajua alishakufa huyu, Mungu alishamchukua. Mungu alimchukuaje? Msizani kwamba Mungu anapenda kuua watu. Mungu hapendi kuua watu. Mungu anataka watu waache dhambi, waache jeuri, wampokee, waende mbinguni, watumike mbele za Bwana, wawe na adili, hekima na maarifa ndani yao, watende kazi ya Mungu kwa moyo na kwa nguvu. Anataka wote warudi kwake. Jeuri, kiburi na dharau zinakuwa, utakufa vibaya. Ndio nakwambia sasa, ndio ushituke leo. Kama una mpango wa salimika leo, watakuua tu wachawi, utakoma. Walio na Yesu ndio wanaotamba. Tulio na Yesu ndio tunaotamba. Tulio na Yesu ndio tunaotamba. Nisikie makofi ya walio na Yesu. Haleluya. Yesu Kristo akapita na wanafunzi wake. Kwa mbali kabisa palikuwa na mtu mmoja. Huyu mtu alikuwa anasumbuliwa na pepo. Nimekwambia shetani kazi yake ni kufunga maisha ya mtu. Analeta vifungo kwa mtu, na ukifungwa huwezi kufanya kitu chochote. Utafungwa unaletewa magonjwa, utafungwa na hautaenda kanisani. Kama ulikuwa unatamani kuomba hautaomba, umefungwa. Watoto wanafeli ovyo, wanaacha shule ovyo. Kuna kifungo hapo. Kuna mjinga mmoja anaitwa mchawi kaingia hapo. Ameleta kitu kinachoitwa mazingala ombwe, anakujifichia. Na kwa bahati mbaya ndugu yangu kabisa, hauna hata Yesu, yani ndo maisha yanaharibika kabisa. Sasa huyu mtu alikuwa amefungwa na pepo mchafu. Biblia inasema kwamba huyu pepo mchafu huyu alikuwa akimpiga. Huyu pepo mchafu huyu alimuondoa nyumbani kwao, akampeleka akaenda kuishi makaburini. Hebu angalia, wakati wenzako wanalala kwenye vitanda vizuri, wanakaa kwenye viti vizuri, kama ni masofa ama ni viti fulani, wanakaa, wanaweza wakaweka nane kidogo, wamekaa kwa sababu Yesu wanaye. Wataenda ibadani, wataimba, watamshukuru Mungu, watarudi kuendelea na shughuli mbalimbali kwa sababu ya Yesu. Unajua, tukiwa na Yesu huwa tunatamba na sisi, yani kwenye uwanja wetu na Yesu wetu tunatamba, kwa sababu Yesu ndio kila kitu kwenye maisha. Yesu ndiye uhai. Ukimkataa Yesu umechagua kifo. Ukimkataa Yesu umechagua mateso. Ukimkataa Yesu umechagua kurogwa. Kwa hiyo huyu mtu akaenda kulala makaburini. Pepo linamsumbua, na sio pepo moja. Nitakuongeleza hapo mbele alikuwa mangapi. Analala makaburini, lakini hapo nyuma huyu mtu kabla hajaenda makaburini walijaribu kumsaidia kumwokoa, wakamfunga kwa minyororo na pingu, kwa sababu bile pepo lilikuwa lina nguvu.
Lakini huyu mtu hawa watu hawakuweza kumsaidia huyu mtu, lakini alivunja ile minyororo na pingu, halafu akimbilia makaburini. Maisha yake mchana na kutwa, Biblia inasema alikuwa anaishi makaburini, alikuwa anaishi huko makaburini. Hata ndugu zake hawakuweza kumsaidia tena, alikuwa akijikatakata kwa mawe, yuko hoi, hana msaada, maisha yake ni mabaya. Nataka nikuonyeshe kitu hapa. Unapokosa Yesu, jinsi maisha yanavyokuwa yana taabu, jinsi maisha yanavyokuwa yenye shida, jinsi maisha yanavyokuwa yenye wasiwasi, jinsi maisha yanavyokuwa unaishi maisha ya kuonewa. Unapomkosa Yesu kwenye maisha, unapokosa msaada wa Yesu, unapokosa mtu wa kukutetea. Sikiliza, watu wanapokuwa na kesi mahakamani wanakuwa na wakili, ambayo wakili ataenda kuwatetea kwenye kesi yao ili kwamba washinde. Unapokosa wakili wa kutetea mahakamani, yani wewe hiyo kesi umeshashindwa tayari, kwa sababu huyo mshtaki wako atakuwa na wakili atamtetea. Baadaye utapewa kesi, hata kama ni la kusingiziwa, utasingiziwa, utaenda jela, na ukienda jela umeenda kwenye kifungo. Ukienda kwenye kifungo ni kifungo gerezani, utatoka mpaka atokee mwenye nguvu wa kukutoa huko. Sasa Yesu Kristo kwetu sisi ambao tunaye Yesu, tunaye mtetezi anayetutetea, anatupa ushindi kwenye maisha, anatupa uhai kwenye maisha, anatupa nguvu kwenye maisha. Tunatembea tena, Biblia inasema ndani yake yeye tunaishi, tuna uhai, tunatembea na kuwa hai ndani ya Yesu, ndani yake yeye. Huyu mtu yuko makaburini, maisha ni tabu. Na nimepita hata kwa watu wenye Katome hapa, kuna wengine wanateseka, wanahangaika. Nimeona watu ni walevi kupindukia, wamefungwa na vifungo, washawi wanawatesa, wanawahangaisha. Lakini hawa watu tatizo lao hawana Yesu kwenye maisha. Wamekosa wa kuwatetea, wamekosa wa kuwasaidia. Lakini leo tumemleta mponyaji na mwokozi. Kazi yako wewe ni kumkubali. Haleluya. Kwa hiyo huyu mtu ameteseka, amekaa huko makaburini. Habari njema ni kwamba akatokea mwanaume, ambayo mwanaume si mwingine ni Yesu Kristo, anayeweza yote, kwa sababu Yesu anaweza yote. Akaingia kule, anapoingia hivi, yule mwenye pepo akamwona Yesu kwa mbali. Alipomwona Yesu kwa mbali akasema ameingia mwanajeshi hapa, ameingia mwanajeshi hapa. Yule mwenye pepo, kwa sababu pepo linamwendesha, likasema hivi, sitasubiria mpaka nikuta hapa, maana akinikuta hapa habari yangu itakuwa imeisha. Ngoja nimkimbilie nikamwombe kwamba kama kuna namna anaweza kufanya anifanyie, kwa sababu mimi nimemwingia huyu mtu ili nimtese. Lakini sasa amekuja yeye mwenye nguvu, Yesu Kristo mweza yote. Akakaribiana na yule ndugu, lile pepo likiwa ndani ya mtu likamwangusha chini, likaanza kukiri, likasema, Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, na kujua. Sasa unaweza kujiuliza, pepo linawezaje kumjua Yesu? Ngoja nikwambie, ni wewe tu hujamjua Yesu. Hata shetani anamjua Yesu, na anajua kabisa Yesu ndiye mwamba mwenyewe. Tena Biblia inasema kwamba hata mashetani waamini na kutetemeka, kwa sababu Yesu Kristo mwanaume anatetemesha milima, anatetemesha wachawi, anatetemesha waganga, anatetemesha pepo, kila aina ya vifungo anatetemesha. Tena huyu mwanaume huwa analeta mapinduzi mahali ambapo kuna vifungo, mahali ambapo ufalme wa shetani umetawala. Anapotua Yesu mweza mambo yote, analeta mapinduzi, anashusha bendera ya kichawi, anashusha bendera ya kipepo, anaangusha falme za kichawi na za kiganga, anaziangusha. Halafu inasimama bendera moja tu ya mtawala mwenye nguvu, na mtawala mwenye haki, na mtawala mwenye upendo, Yesu Kristo. Inasimama bendera ya mwenye nguvu, ya mwenye nguvu, ya mwenye nguvu, ya mwenye nguvu, ya mwenye nguvu. Nahubiri habari za mwenye nguvu, nahubiri habari za Yesu mwenye nguvu, muweza wa mambo
yote. Yule pepo yule akasema, nakusihi nihurumie. Sikiliza nikwambie, unapokuwa una Yesu unateseka. Nitakupa ushuhuda uone jinsi ambavyo kuna watu wameteseka, na wengine huenda hata wewe unajijua unateseka, unapita kwenye mateso. Kuna watu wanahangaika hapa, hawapendi tu kuongea siri zao, lakini wanaishi kwenye maisha mabaya mno. Wakikusimulia huwezi amini. Usiku wanaishi maisha ya taabu, ya mahangaiko, na wengine wanajua kabisa fulani ndo anayeniloga. Wanamwona ni hawana cha kumfanya kwa sababu hawana Yesu. Wewe ni nani uone maisha ya mtu? Wewe ni nani uchukue mateka mtu, kumfanya msukure, kumfanya ndondocha? Wewe ni nani? 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 Sasa nataka nikwambie, kama unapenda maisha yako wewe unanisikiliza yawe salama, lazima umpokee Yesu. Maisha haya ni mabaya, hii dunia ni mbaya, imejaa vitu vibaya, imejaa mahangaiko. Hata ukibaki kwa shetani, nataka nikwambie, kwa shetani ni maumivu, kwa shetani ni kilio, kwa shetani ni aibu, kushushwa, kwa shetani ni kudhoofika, kwa shetani ni kubaya, kwa shetani ni kuteseka, kwa shetani ni kufungwa. Nakumbuka wakati mahali fulani nilikuwa nafanya ushuhudiaji. Tunakutana na binti moja. Huyo binti anasema ya kwamba yani mimi haiwezi kapita wiki bila kulala na mwanaume. Hasemi vile kujigamba. Binti anaongea katika masikitiko na maumivu na kilio ndani, kwa sababu anaiona maisha yake kama hayana thamani. Anasema bora ningekufa, kwa sababu hii hali si tamani kwenye maisha. Roho ya zinaa, pepo, majini, makahaba yamemkamata, yamemvaka, yanamtesa. Ukiwa huna Yesu utateseka. Ukiwa huna Yesu utahangaika. Ukiwa huna Yesu utadharaulika. Ukiwa huna Yesu utachezewa usiku. Ukiwa huna Yesu utafanyika kuwa kiti cha wachawi. Watakukalia wachawi, wataenda kwenye vikao vyao, wewe ndio kiti. Wanakutana kwenye vikao vyao kujadili leo tunaenda kwa nani. Muda huo wamekukalia wewe, umefanyika kuwa kiti, kwa sababu una Yesu, kwa sababu una mtetezi. Na wakati mwingine unajua kabisa ni fulani ndo ananifanyia hivi, utamwambia nini? Una Yesu. Lakini jioni ya leo Yesu ameona mateso yako. Yesu ameona maumivu unayopitia. Yesu ameona taabu unayopitia. Yesu ameona shida unayopitia. Yesu mweza mambo yote yuko hapa. Anakwenda kurekebisha mambo yote. Anakwenda kukuponya na kukufungua, maana yeye anaweza mambo yote. Binti anasema, yani mimi haipiti wiki lazima nizini, lazima nilale na mwanaume. Kifungo kibaya sana. Mwanamke mmoja anasema, sasa nina umri mkubwa, mimi ni mwanamke sasa, lakini nina tatizo la kukojoa kitandani. Kifungo cha aibu. Anasema hata kuolewa sijui nitaolewaje. Ametafuta namna, zimeshindikana. Kifungo cha aibu, amefungwa, kuaibishwa. Kuna watu wanafungwa kwenye ndoa zao zinafungwa. Mwanamke mmoja anasimulia, anasema usiku anapokuwa amelala na mume wake, anamwona mtu mwingine anakuja, anamchukua yule mume wake, anamweka chini, halafu yeye anapanda kitandani, anaendelea shughuli nyingine. Yule mwanamke hawezi kukataa kitu chochote. Aibu na huzuni, ubaya, mateso ya ajabu. Na wanaofanyaga hivi ni wachawi ambao wanafanya kazi ya kuwa hawa wanatumiwa na shetani, na shetani ndiye wanayemtumikia. Lakini sisi hapa unayetuona tumesimama hapa, tuna Yesu ambaye alituokoa. Alipotuokoa
akaturisisha tukawa wana wake. Biblia inasema kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio hao waliaminio jina lake Mungu, waliozaliwa si kwa mapenzi ya mwanadamu, si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa mapenzi ya Mungu mwenyewe. Wamefanyika warisi sawa sawa na ahadi, wana wa ahadi. Anaongeza anasema uzao wa kikuhani, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, watu wa miliki ya Mungu. Tunamilikiwa na Mungu, tunamilikiwa na Mungu. Mungu anatumiliki. Tumependwa na Mungu, tunaishi na Mungu, tunalindwa na Mungu. Mungu rafiki yetu, sisi ni watoto wake, watoto wake waliomkubali, waliomwamini. Na kualika kuwa mtoto wa Mungu, na kualika jioni ya leo uwe mtoto wa Mungu, utoke kwenye kuwa mtumwa wa Shetani. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka nikwambie, huna budi ya kumpa Yesu maisha. Na kwa nini wachawi wanawatesa watu? Kwa nini watu wanaishi kwenye vifungo? Kwa nini watu wanaishi kwenye magereza? Cha kwanza nimeshakisema, hawana Yesu Kristo wa kuwatoa kwenye vifungo. Sababu nyingine ni dhambi, ni dhambi, ni dhambi, ni dhambi, dhambi, dhambi. Unapotenda dhambi, unamwalika Shetani kwenye maisha yako. Unapozini, unapolala na mwanamume mwingine ambaye sio mume wako, unapotoka na mke mwingine ambapo unajua kabisa kwamba nimeoa na mke wangu nyumbani, lakini unatoka na mwanamke mwingine, wewe, nataka nikupe siku chache tu, nataka nikupe siku chache tu. Usipotubu na kugeuka na kuacha hiyo dhambi, lazima uwe tayari kuyapokea mapigo na uonevu kutoka kwa Shetani, maana Mungu hatakuwa pamoja na wewe. Dhambi, dhambi, dhambi ni mbaya. Dhambi inaipisha, dhambi inaleta kilio, dhambi inafyeka, dhambi inaua. Unaweza kuwa na mali nyingi, dhambi ikakufyeka na mali ukaiacha. Unaweza kuwa na vitu vingi sana, lakini dhambi ikakupiga piga, ikakusambaratisha, ukakosa pa kutokea, ukaikuta umechakaa. Dhambi inadhesha watu vibaya, dhambi inadhesha watu vibaya, dhambi inachakaza watu. Kutana na mtu mmoja, ni kijana kabisa wa miaka 30-31, anavyoonekana ni mzee wa siku nyingi, kumbe dhambi imemwangaisha. Ulevi umempiga, ulevi umemtesa, ulevi umemwangaisha. Dhambi, ikimbie dhambi ili uwe salama. Usikubali dhambi kwenye maisha. Kuna watu walikuwa vizuri tu, wakashawishika kwenda kwa waganga, likawa ni lango la Shetani kuwatumikisha na kuharibu kwenye maisha yao kwa kwenda kwa waganga kutafuta msaada. Ulimkataa Yesu, ukakubali waganga, ukakaribisha mapepo na mateso kwenye maisha, kwa sababu umemkataa mwenye kukusaidia, anayeweza mambo yote, anayefuta mateso yote. Ukaenda kupata msaada kwa watu wenye pepo ya utambuzi wanaotumiwa na Shetani. Alafu mganga na mchawi ni marafiki kama ujui. Mchawi anakuroga, unaenda kwa mganga, mganga anafanya majitu yake pale, halafu tashangaa kwenye kufanya majitu yake pale, anamwona mchawi ameibuka mara fulani, anamwambia oya, wewe ndugu yangu vipi, huyo ni wa kwangu, mwache. Au kama vipi, mpige madawa hapo, mpe akatumie, lakini huyo ni mali yangu, huyo ni mali yangu, achana naye, mali yangu huyo. Kumbe ni hivyo. Halafu baadaye liganga linaibuka tena, anasema sasa chukua hii, nenda katumie. Umepigwa na kitu kizito. Mateso yataendelea kuwa kwenye maisha yako. Mateso yataendelea kubaki kwenye familia yako. Mateso yataendelea kukuhangaisha. Hutapata wa kusaidia, hutapata msaada, hutapata pa kutokea.
Pa kutokea ni Yesu, pa kutokea ni kwa Yesu Kristo. Msaada wa kweli ni wa Yesu Kristo. Wapo ndugu wengi sana wamekufa, lakini walitolewa kafara. Wengine wakaenda kuriwa na wachawi, wamefanyika kuwa nyama na mboga zao. Nyinyi mnalia wamepoteza ndugu zenu, lakini wao wanakula. Wengine wanakinga mapipa na mapipa ya damu, wanasababisha ajali njiani na barabarani, wapate kupata damu na mapipa na mapipa. Wanaenda na wakaa kwenye vikao vyao, wanakunywa damu. Leo wewe unakataa Yesu, wewe leo unakataa Yesu, wewe leo unakataa Yesu, unakataa Yesu leo, utateseka, utahangaika. Dhambi hiyo itakuwa vibaya. Kuna watu wametupiwa mapepo, ni wazinifu vibaya, ni wadhinifu wa ovyo. Yani kila siku utamkuta anahangaishwa. Wengine ni pepo la ulevi, wengine ni pepo la uzinzi, wengine ni pepo la uongo. Kila siku kutunga uongo, kila siku kutunga uongo. Wanakutana njiani, anaenda kwa jirani, anazungumza uongo, anatunga uongo, anafarakanisha ndoa za watu. Uongo uko kwenye ulimi wake, amefunganishwa nacho, hawezi kudanganya, maana huyo ni mateka wa adui, ni mateka wa shetani. Dhambi na watu wengine. Na kitu kingine, kwa nini watu wawepo kwenye vifungo? Kitu kingine na hiki hapa, kitu kingine na hiki hapa. Kuna watu wanachanganya wokovu na mambo ya kipagani pagani. Kuna watu walikuwepo kanisani, lakini hawakuwa wamekubali kuishi na Mungu kiusaisikiliza. Tukiokoka huwa tunaacha yale mambo ya dhamani yote. Kama tulikuwa tunaiba, tukiokoka tunaacha kuiba. Kama tulikuwa wazinzi, tukimpokea Yesu awe Bwana Mwokozi wetu, uzinzi tunauacha. Kama tulikuwa tunakaba watu njiani, tunaniga na kupora vitu, tukimpokea Yesu, hivyo vitu tunaviacha mara moja. Tukiokoka, maisha yanageuzwa, yanakuwa maisha mengine. Uongo hakuna, uongo stop, uzinzi stop, ushirikina stop. Yamkini ulikuwa mchawi, ulipompa Yesu maisha, ukakutana na injili kama ya leo, uchawi kuanzia hapo uchawi huwa tunawacha. Na vile vitu vile, yale makolokolo yale, huwa ni kuyapiga moto. Tunayapiga moto, unafanyika kiumbe kipya ndani ya Kristo Yesu. Biblia inasema ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita. Na kwa kusema hivyo, kama uko mtu hapa unaingia kanisani lakini bado ni mwizi, unaingia kanisani lakini bado unavuta sigara, unaingia kanisani lakini nakaombea usengenyaji upo, kusingizia na uongo bado nao, nataka nikwambie nafasi ya kutubu ni leo. Mungu hana mchezo, na Mungu sio wa nchi ya mbili. Mungu ana watu wake sahihi waliokubali kubeba msalaba na kuyaishi maisha matakatifu na kukubali kuwa na Yesu na kumtumikia Mungu na kuapa mbele za Mungu kwamba kuanzia leo yale mambo ya uovu tunayaacha, yale mambo ya kipagani tunayaacha. Tunatembea na msalaba, tunatembea na msalaba, tunatembea na msalaba, tunatembea na msalaba, tunatembea na msalaba. Msalaba mbele, msalaba mbele, msalaba mbele, msalaba mbele, msalaba mbele. Tunatembeaga na msalaba. Yesu anasema maneno haya, mtu akitaka kunifuata, sharti cha kwanza ajikane mwenyewe, ajikane nafsi yake. Jambo namba 2, kisha atwike msalaba wake au bebe. Nataka niongee na ndugu uko hapo naingia kanisani, bado hujawa serious na wokovu. Sikiliza, huwa tutui msalaba, hata katikati ya wachawi. Unatoka kwenye familia ya wachawi, huwa tutupi msalaba. Msalaba tunaupepa, halafu tunakoma kiume na Yesu, halafu baadaye wachawi wanakipata cha moto. Huwa tutui msalaba, huwa tutui msalaba. Hata mali ambapo umepata changamoto na shida, tunang'ang'anaga na Yesu, tunakuwa tumekomaa, tunabaki na Yesu, tunasema sisi na Yesu
Yesu tumemshika, tunaenda naye, tunatembea naye, tunaringa naye, tunatamba naye, na Yesu na Yesu na Yesu na Yesu. Hatutui msalaba, hatutui msalaba. Tubu dhambi zako, tubu dhambi zako, rudi kwa Bwana. Anakupenda Yesu, anakuhitaji Yesu, anakupenda Bwana, na ndio maana tuko hapa sisi watu wa Bwana ambao Bwana ametuchagua kupeperusha bendera ya Yesu ndani ya Tanzania, hata nje ya Tanzania. Tunaipeperusha bendera ya Yesu ndani ya Tanzania, ndani ya Tanzania, hata nje ya Tanzania. Kupeperusha bendera ya Yesu lazima ipepee kwa Injili, kwa Injili, kwa neno, kwa neno. Watu watubu dhambi zao, watu warejee, watu waache mabaya, watu warudi kwa Bwana. Yesu amekaribia kuja, dakika ni chache, muda ni kidogo tu. Anakuja, anakuja. Dhambi za lazima zote ziachwe. Dhambi zote ni sharti kuachwa, ni sharti kuachwa. Acha dhambi, aga. Toka kwenye ulevi, toka kwenye uzinzi. Mwambie shetani, ewe shetani, kwanza leo mimi sio wako. Unapiga na unasindikiza, nataka kabisa mimi sio wako. Unamwacha, unamkimbia, unapiga nataka kabisa, unamwambia ewe ulevi, ewe uzinzi, ewe usengenyaji, ewe unafiki na uongo, wewe kwanza leo mimi sio rafiki yako. Sasa ili mtu afunguliwe, ili mtu arejeshwe, ili mtu awe salama, ili mtu awe salama. Salama haipo kwingine. Salama haiko kwenye mafuta ya upako. Salama haiko kwenye dawa za waganga wa kienyeji. Salama haiko kwenye mazindiko. Kuna watu wanaenda kwenye mazindiko. Salama haiko huko. Salama ya mwanadamu kwenye maisha yake ni kumpa Yesu maisha, awe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Halafu Yesu alivyo na upendo sasa, ukimkiri tu kwa kinywa chako na kuamini ndani ya moyo wako ya kwamba yeye ni Bwana Mwokozi wa maisha yako, yeye anachofanyaga ni kwamba anakuja kufanya makao ndani ya moyo wako, anakuwa rafiki yako, anakuwa anazungumza na wewe, anakupa habari za mambo ambayo wewe hujayaona yatatokea. Anakuambia, anakueleza, mwanangu, kule usiende, anajua kule kuna nini. Mwanangu, amka uombe. Kuna watu fulani wameibuka, kuna wachai fulani wanaibuka, wanataka wachukue mwanao. Ibuka, piga prayer kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Unaanza kuyasukuma maombi, Baba, katika jina la Yesu, nakataa na sita kazi za kichawi, kazi za kiganga, na achilia moto na upanga wa moto, upige, maana una Yesu. Hakuna kuteshika ndani ya Yesu. Ni ubabe ndani ya Yesu, ni ubabe kwenda mbele. Tunatembea, tunalinga, tunahubiri Injili, tunajivuna kuwa na Yesu. Tunahubiri Injili, tuna raha mstare. Tukilala tunalala usingizi ule mnono kabisa. Usingizi sijui ni wa form 4 ule, sijui ni usingizi 444, nashindwa kuelewa pale, lakini ni usingizi mzuri kweli, yani mtamu. Watu wengine wanalala kwa shida, anatoka anaenda kulimishwa heka 2, anaamka asubuhi na matope miguuni, amechoka, mgongo uko hoi. Baada hapo anaenda kulima sasa shamba lake, ameshalimishwa shamba la mwingine kule, halafu akiwa ameshachoka yuko hoi. Asubuhi na mapema amebeba kajembe kaka, anaenda yuko hoi. Usiku amelima heka. Lakini tulio wa Yesu, kwenye mambo yetu wenyewe kwanza tufanye peke yetu, ziwe ni kazi zetu kwanza tufanye peke yetu. Hivi yani hatufanye peke yetu. Anasema wakusanyikapo wawili au watatu kwa jina langu, nami nipo katikati yao. Lakini pia anasema ya kwamba mkabidhi Bwana mambo yako, mkabidhi Bwana njia zako, na atayanyosha mapito yako. Yani tunapoishi duniani tunaishi na Yesu, tunapotembea njiani tunatembea naye, tunapoingia darasani tunatembea naye,
Tunapoingia kanisani tunatembea naye, tunapoingia kazini tunatembea naye, anaishi ndani yetu, anaenda na sisi, hakuna wa kutugusa. Tuko na Yesu, sio mganga, sio wachawi, sijui watu gani wanakutana moto, hakuna wa kutugusa. Yesu ni mzuri Bwana, Yesu ni mzuri Bwana, Yesu ni mzuri Bwana. Lakini Yesu huyu ananiambia kabisa kwamba wako watu wana mateso hapa, wako watu wanahangaika hapa, wako watu wanalia, wengine wamechukuliwa ndugu zao, wengine wameibiwa maisha yao, wengine ni mateso, ndugu zao wanakunywa pombe kupindukia, hali ni mbaya, wengine ni wazinzi kupindukia, mtaa mzima unawachua, wengine ni watu wa ovyo, wamegeuzwa maisha yao, shetani na wachawi wamewageuza kwa watumishi wao, na wengine wanatumikishwa na waganga, usiku wanaota ndoto mbaya mbaya, wanakula kama vitu fulani, kumbe wanakula nyama za watu, wanapelekwa makaburini, wanakukuta umeamka wako makaburini. Hali ni mbaya, hali ni mbaya. Kwa upendo wa Yesu amekuja Yesu leo, anataka kurejeshe. Yesu anakupenda, anaweza mambo yote, anaokoa, anarejesha. Nilikuwa na ndugu zangu waliokuwa napita kwenye mateso. Namkumbuka babu yangu aliyekuwa amerogwa na wachawi sugu. Kuna wachawi wa ubashaji, alafu kuna wachawi sugu. Sasa yako amerogwa na wachawi sugu, hali ni mbaya, amepinda, miguu imepinda, mwili umepinda, umejikunja, hawezi kufanya chochote, hali ni mbaya. Kwa miaka na miaka wakaleta sijui mafuta, wameombea maji, sio wanataka maji, sio ya baraka, si maji ya upako, sijui wakamwagia. Mungu umrehemu huyu, Mungu mponye. Maombi yale ya wagonjwa yale unamwaga na maji. Wacha akasema hawa wanafanya kazi gani? Walipoelewa kwamba kuna mwamba Yesu Kristo asiyehitaji kiambatanisho chochote, asiyehitaji mafuta, asiyehitaji swike ya upako, wakawaita wachungaji waliokamata moto wenye maombi ndani yao, wakaja wakaachilia moto wa Yesu. Yesu akapita akanyosha miguu, Yesu akapita akanyosha ile mikono, Yesu akapita akampa kuongea, Yesu akapita akarudisha ufahamu wake, maana ufahamu zilikuwa zimeondoka, Yesu akarejesha. Ndio maana nina ujasiri wa kumhubiri Yesu hapa na kusema ya kwamba Yesu anaweza mambo yote, anaweza mambo yote, anaweza mambo yote. Yuko babu yangu, bibi yangu pia, bibi yangu aliyemzaa baba yangu. Huyu bibi yangu alikuwa ni mganga, yaani mimi nimezaliwa nimemkuta ni mganga mpaka nafikisha utu miaka mikubwa, niko chuo kikuu. Sasa niko chuo kikuu bado ni mganga. Sasa pamoja na uganga wake yote yakamfika akaugua, wakampeleka kwa waganga wenzake, hali ikawa mbaya bado, wakampeleka kwa aliyemfundisha uganga, hali ikawa bado mbaya, wakatafuta huku na kule, msaada ikashindikana. Uzuri sisi pale nyumbani tuna Yesu, tunalinga naye, tunatembea naye. Hela zetu haziendi kwa waganga, hela zetu tunakula, kuku wetu tupeleke waganga, kuku wetu tunakula wenyewe. Labda kama amekuja na mgeni tunamchinjia na kula, tunajiachia, tunajimwaya, tunatumia vitu vyetu alivyotupa Bwana kwa hekima na maarifa, kwa sababu ni vya kwetu. Bwana ametupa, ametumilikisha tuvitawale. Lakini wale wengine wanapeleka kwa waganga, sijui kwa wapi. Ikaagizwa mleteni aje kwetu, mleteni aje nyumbani. Akaletwa nyumbani, hali ni mbaya, amekonda anajisaidia mwenyewe, hali ni mbaya, hawezi kufanya chochote. Mganga aliyeponya wengine leo ni zamu yake, hali ni mbaya, waganga wenzake wameshindwa, hali ni mbaya. Alipoletwa nyumbani, maombi ya moto, Yesu akaingilia kati, akanyosha, akatengeneza, pepo yakatoka. Alikuwa na madude ya ajabu, mapepo, manyoka, nakwambia ni shida tupu. Ndio maana mimi sikwambii nenda kwa waganga, manyoka, mavitu ya ajabu mengi, yani ni tupu, shida tu. Simama mahali ulipo,
Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Naomba niweke biti hapo ya kuabudu.